Karibuni watu wa Mungu, karibuni asubuhi ya siku hii ya leo. Ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu ya kwamba sote tukaweze kufika wakati huu. Si kwa nguvu zetu, bali ni kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Ametulinda usiku wote, hata ni asubuhi. Jina la Bwana likaweze kubarikiwa. Mungu atukuzwe popote ulipo. Ikiwa unatufuatilia kwenye mitandao, Mungu azidi kukubariki. Mungu akazidi kukujalia wewe neema ya kuzidi kujiandaa kwa ajili ya marejeo ya Bwana wetu Yesu Kristo. Asubuhi ya leo, bila kupoteza muda, ningependa kuwaleteeni morning devotion. Kuna andiko moja ningependa kwamba tukaweze kuliangalia kwa undani, maana wahubiri au wachungaji au viongozi wengi wanaodai kufundisha neno la Mwenyezi Mungu wamelitumia hilo andiko vibaya kwa kulitafsiri wao wenyewe. Lakini neno la Mwenyezi Mungu, maandiko yanasema kwamba tunapotafuta katika neno la Mwenyezi Mungu, tunatoa hapa kidogo na hapa kidogo ili tukaweze kupata jumla ya maneno yote katika Isaya. Basi bila kupoteza muda, ninawakaribisheni kwenye devotion ya asubuhi ya leo. Mimi wako ndugu Johnston. Mungu awabariki sana. Basi neno la Mwenyezi Mungu linasema katika Timotheo wa kwanza 2:1 kwamba kabla haujaanza jambo lolote, zingatia neno hili, kabla haujaanza jambo lolote, kabla ya mambo yote, sikiliza. Ukirudi katika Wakorintho wa kwanza 10 aya yake ya 31, maandiko yanasema kwamba basi mlapo au mnywapo, hapa ndio kuna point, au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mwenyezi Mungu. Katika Wakolosai 3 aya yake ni ya 17, inasema maneno hayo ya kwamba kila jambo ambalo tunalitenda iwe ni kwa utukufu wa Mwenyezi Mungu. Basi ananena katika Timotheo wa kwanza 2:1 Mwenyezi Mungu kwa kinywa cha Paulo ya kwamba kabla ya mambo yote ambayo yanamtukuza Mwenyezi Mungu anataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Basi kwa wale wote ambao wanaikubali sauti ya Mwenyezi Mungu, wacha tukaweza kunyenyekea tupate ombi, kisha tupige hatua kwa muda mchache ambao Mwenyezi Mungu atatujalia akituongoza. Karibuni sana tupate ombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu ishie milele mbinguni na katika mioyo ya watakatifu wako, jina lako litukuzwe. Tunaomba kwamba ukaweze kuwa pamoja nasi tunapojifundisha neno lako. Tuvuvie Roho wako Mtakatifu tukaweze kuelewa na maandiko. Tusaidie Bwana tukaishi kulingana na neno lako, jina lako litukuzwe. Tusamehe dhambi na maovu. Ukituosha kwa damu ya Yesu Kristo, turejeshe tuwe viumbe vipya ndani ya Kristo. Tusamehe dhambi na maovu Mfalme mara nyingine, maana sisi ni wa dhambi, ila Bwana umetupa nafasi nyingine ya kuweza kutengeneza na kutubu. Neno lako linatuambia kwamba ikiwa watu wako walioitwa kwa jina lako watajinyenyekesha na kutubu na kuomba na kutafuta uso wako, basi Bwana utajibu maombi yao toka mbinguni, kisha utaiponya nchi yao. Katika Mambo ya Nyakati wa 2:7 aya yake ni ya 14. Uwe pamoja nasi tunapoanza hadi tamati, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Basi ndugu zangu na dada zangu, kwa wale ambao wanasikiliza sauti hii, ninawakaribisha tena kwenye channel yetu ya Biblia Taa ya Ulimwengu Wote Ministry. Ni channel ambayo inapeperusha ukweli wa sasa, ukweli ambao umewapasa watu wa Mungu kusikiliza na kujiandaa ili tukaweza kumlaki Bwana hewani kwa pamoja. Basi kuna andiko moja la Isaya ambalo ningependa tukaweze kujifundisha kwanza. Hili ni andiko ambalo wachungaji wengi au walimu wanaodai kufundisha neno la Mwenyezi Mungu, nimewasikiliza wengi, wamewaaminisha watu wa Mungu au watoto wa Mungu, wale ambao tunaweza sema kwamba ni washiriki wao, wamewaaminisha jambo ambalo katika maandiko halina mtazamo wa namna hiyo. Neno la Mungu linasema katika Petro wa pili, kabla sijasoma hiyo Isaya, Petro wa pili 1 aya yake ya 19 na 20, maandiko matakatifu yanasema kwamba nasi tuna lile neno la unabii
lililo imara zaidi, ambalo tukiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, tutafanya vyema hata kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Mkifahamu neno hili, jambo hili, ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Kumbe sio maneno yote ya Biblia tunapaswa kuyatafsiri kama tupendavyo sisi. Ina maana maandiko yakisema kwamba yakitumia neno fulani kutaka kuleta pointi fulani au kuleta fundisho fulani. Tangia zamani tunajifundisha katika Hosea 12:10 ya kwamba Mwenyezi Mungu amenena na hao manabii, tena ameongeza maono, na kwa utumishi wa hao manabii Mwenyezi Mungu ametumia mifano, akiwemo mmoja akiwa Isaya ambaye tunaenda kumsoma leo. Mwenyezi Mungu ametumia mifano kunena kupitia kinywa cha nabii wake, nabii Isaya. Basi katika hizo mifano amesema tena katika Petro wa pili 1 aya yake ya 19 na 20 ya kwamba hatuwezi jitafsiria neno lolote katika maandiko kama vile tunavyodhania sisi wenyewe. Ina maana Biblia imejieleza yenyewe. Biblia imejieleza yenyewe. Ina maana wote ambao watakubali kusoma maandiko matakatifu ni heri kwao. Amesema katika Ufunuo Yohana 1 aya yake ya 3 ya kwamba heri yasomaye na wao wayasikiao maneno wa unabii wa kitabu hiki. Ina maana kwa wale wote ambao watakubali kusoma na waelewe mifano ambayo Mwenyezi Mungu ameieleza katika maandiko matakatifu, Mwenyezi Mungu anasema kwamba ni heri kwao. Sasa ni heri kwako ikiwa utakubali kusoma, na wale ambao watakubali kusikiliza ni heri kwake, hautaweza kudanganywa. Neno la Mungu linatuambia kwamba tangia zamani, tukirudia Hosea 12 aya yake ya 10, Mwenyezi Mungu amenena na manabii kwa kutumia mifano. Na tena mwisho wa siku hizi amenena nasi kupitia mwana. Waibrania 1 aya yake ya 1. Wacha tuende polepole hili jambo tukaweze kulielewa, tuweke msingi, kisha tuingie katika andiko hilo, tuone ni jinsi gani hawa waalimu ama hawa viongozi wanaodai wanafundisha kweli ya Mwenyezi Mungu. Hatuwezi jua kama wanafanya pasipo kujua, lakini ikiwa ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu, Mungu awasaidie sana wakaweze kuelewa kama vile Biblia inavyosema katika maandiko yake matakatifu. Waibrania 1:1 inasema Mungu ambaye alisema zamani na mababa zetu kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amenena nasi kupitia mwana. Wacha nifike nikaweze kusoma. Kwa hakika neno la Mwenyezi Mungu ni taa ya miguu ya watu wa Mungu. Ina maana wote ambao watakubali kulisoma neno la Mwenyezi Mungu ni taa kwao, yani inang'aa mahali penye giza. Neno la Mwenyezi Mungu. Daudi katika Zaburi 119:105 anashuhudia, anasema neno la Bwana, neno la Mungu ni taa ya miguu yangu na ni mwanga wa njia yangu. Ina maana popote aendapo au chochote anachokifanya, akizingatia neno la Mwenyezi Mungu, hawezi akaingia katika giza, hawezi akadanganyika. Sasa Daudi wa siku hizi za mwisho ni akina nani? Wale wa Kristo ambao wanakubali kulisoma neno la Mwenyezi Mungu na kulielewa. Yesu anapofundisha tangia zamani. Sikiliza, nilikuwa ninasoma Waebrania 1 aya yake ya 1. Sijaingia kwenye fundisho. Ningependa tukaweze kufuatilia tunapoweka msingi kweli. Tufuatilie kwa ukaribu ili Mwenyezi Mungu atujalie neema ya kuweza kuelewa na jaribu kuzungumza kivipi. Anasemaje Mwenyezi Mungu? Anamaanisha nini anapotumia mifano Mwenyezi Mungu kuzungumza nasi? Waebrania 1:1 Biblia takatifu inasema kwamba Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi 2025, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana. Ina maana Mwenyezi Mungu zamani alisema kutumia manabii. Hosea 12:10 imesema alitumia mifano. Manabii zamani alitumia mifano. Mifano ya manabii wa zamani, kuna Daudi, kuna Isaya, Yeremia, Yoeli, wengi manabii, na wengine mnawajua ninyi. Kwa wale wote ambao wao wanajifundisha maneno au neno ya Mwenyezi Mungu, manabii wa zamani Mwenyezi Mungu aliwatumia akitumia mifano. Maandiko yanasema lakini mwisho wa siku hizi Mwenyezi Mungu amenena nasi kutumia mwana, katika mwana. Ina maana kutumia Kristo ambaye ni neno la Mwenyezi Mungu. Tunamuuliza Yesu, je, na wewe Yesu
maana Mwenyezi Mungu amenena nasi kupitia wewe, au neno lako, au neno la Mwenyezi Mungu. Je, unasemaje na wewe? Mathayo 13 aya yake ni ya 10. Mathayo 13 aya yake ni ya 10. Mpendwa, ningependa ukaweze kunifuatilia kwa ukaribu tunapojifundisha sote kwa pamoja. Neno la Mwenyezi Mungu linasema shetani, wa Korintho wa pili 2:11, shetani asije akapata kutushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikra zake. Fikra za shetani zimeandikwa katika neno la Mungu. Neno la Mungu limesema ya kwamba heri yasomaye. Ina maana wote ambao watasoma hawataweza danganyika. Fikra za shetani watazijua na watajipanga. Haya, watajipanga, maana unajua fikra za shetani. Biblia imeweka mwelekeo dhabiti. 13:10 Yesu ukianzia 13:1 Yesu anafundisha akitumia mifano. Sasa wakaja wanafunzi, katika aya yake ni ya 10 na 11, wakaja wanafunzi kwa Yesu, wanamuuliza Yesu, na Yesu, mwalimu, kwa nini unasema na watu ukitumia mifano? Kwa nini wanena nao kwa njia ya mifano? Ina maana walitamani kujua kwa nini Yesu anatumia mifano, na huo ndio ulikuwa utaratibu au mpangilio wa Mwenyezi Mungu tangia zamani. Alipokuwa ananena na manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, Mwenyezi Mungu alikuwa anatumia mifano. Na manabii wa zamani za kale, maandiko matakatifu yanasema kwamba katika Wakorintho wa kwanza 14 aya yake ni ya 32, ya kwamba roho za manabii huwatii manabii. Ina maana wa siku za mwisho, ikiwa wataenenda kwa sheria na ushuhuda, anavyosema Isaya 8:20, maneno ambayo manabii wa zamani waliandika, manabii ambao siku za mwisho watadai kwamba ni wanafunzi au wanamtafuta Mwenyezi Mungu au wanamjua Mwenyezi Mungu, lazima wakaweze kuitii hiyo roho au sauti ya manabii waliokwisha tutangulia. Na maana neno la Mungu lina mwelekeo. Mungu ni Mungu wa utaratibu. Sasa wakaja wanafunzi kwa Yesu wakamuuliza, kwa nini mwalimu unanena na hawa kwa kutumia mifano? Tusikilize Yesu aliwajibu nini. Aya yake ni ya 10, Mathayo 13 aya yake ni ya 10. Biblia inasema maneno yafuatayo: wakaja wanafunzi wakamwambia, kwa nini wasema nao kwa mifano? Ala, Yesu alikuwa anafundisha kwa kutumia mifano. Sasa wakaja wanafunzi kwa Yesu, wale ambao walidumu na Yesu, walikaa pamoja na Yesu, walidumu katika mafundisho ya Yesu, wakamuuliza, mwalimu, kwa nini wanena na watu hao kwa kutumia mifano? Sikiliza Yesu aliwajibu nini. Na hapa ndio kuna point ningependa uelewe kabla hatujaingia katika somo fundisho kwa muda mchache. Sikiliza, wakaja wanafunzi 13:10, kitabu ni cha Mathayo. Biblia inasema kwamba wakaja wanafunzi kwa Yesu wakamwambia, kwa nini wasema nao kwa mifano? Kwa nini Yesu unasema na watu hao kwa mifano? Kwa nini unafundisha ukitumia mifano? Sikiliza majibu ya Yesu. Inaendelea ikisema aya yake ya 11, akajibu akawaambia, ninyi mumejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni. Aya, bali wao hawakujaliwa. Yesu anasema ya kwamba ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni. Kwa nini? Kwa sababu walielewa. Wakati mwingi wanafunzi baada ya Yesu kufundisha walikuwa wanatafuta Yesu baada ya kufundisha akitumia mifano, wakimwambia, mwalimu, tuelezee ni nini maana ya fundisho ambalo umelifundisha. Yesu anapotumia mifano, ina maana wote ambao, point yangu ni ipi? Wote ambao watakubali kulisoma neno la Mwenyezi Mungu na kuelewa mifano ambayo Yesu alikuwa anatumia. Neno la Mungu linatumia mifano. Siku za mwisho ninakuambia kweli ya kwamba hawawezi wakadanganyika kwa vyovyote vile. Ina maana wamejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni. Ukisoma 17 kuanzia 3, kitabu ni cha Ufunuo Yohana, sikiliza. Kuna siri ya Mwenyezi Mungu kwa wale wote ambao wamejaliwa kuelewa mifano ambayo Mwenyezi Mungu ameitumia katika maandiko. Na mifano ni mingi.
Mwenyezi Mungu akitujalia wakati mwingine tutaweza kuingia pale tujue ni mifano kama gani Mwenyezi Mungu anatumia ambazo ni siri kwa watu wa Mungu ambao watakubali kusoma wataelewa, na wale wote ambao watakubali kusikiliza waelewe Mwenyezi Mungu alikuwa anamaanisha jambo gani. Yaani Yesu anatumia mifano. Wote ambao wamejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni ni wale ambao wataelewa mifano, wakielewa hizo ni siri za ufalme wa mbinguni. Luka 8, andiko nzuri tu, Luka 8 Yesu anazidi kufundisha kutumia mifano. Wacha tufunguane mawazo. Wacha tufunguane mawazo. Tusikilize Yesu anamaanisha nini. Luka 8 ukianzia aya yake ni ya 4, mafundisho ya Yesu. Sikiliza. Mkutano mkuu ulipokutanika na wale waliotoka kila mji wakimjia, alisema kwa mifano. Alisema kwa mfano. Ina maana makutano walipokutanika wakamwendea Yesu, Yesu alisema nao kwa mifano. Yesu alifundisha akitumia mifano. Lakini wale ambao, kuna andiko moja katika Biblia, Mwenyezi Mungu atukuzwe sana, Matendo ya Mitume 17:11, kuna wale watu ambao walikuwa wanaitwa Waberoya. Maandiko yanasema kwamba walikuwa wangwana kuliko wale wa Thesalonike, maana walilipokea lile neno kwa moyo, kisha hawakuliamini tu. Wakilipokea lile neno, walienda wakazidi kuchunguza maandiko kuona kwamba mambo yale ndivyo yalivyo, fundisho lile ndivyo lilivyo, kama vile imefundishwa ndivyo ilivyo. Walienda wakachunguza, walikubali kujisomea, walikubali kukaa chini kusoma imefundishwa nini, ni nini maana yake. Unaona, wanafunzi wa Yesu baada ya Yesu kufundisha wanamwendea, kwa nini umesema na wao kwa mifano? Yesu anasema ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni. Ina maana wao wakati anapowaelezea nini maana ya mifano hiyo, ina maana wameelewa siri za ufalme wa mbinguni. Katika Luka 8, point yangu ni gani? 8 aya yake ni ya 4, inasema mkutano mkuu ulipokutanika wale waliotoka kila mji wakimjia, alisema kwa mfano. Mpanzi alitoka kwenda kupanda mbegu. Huo ni mfano. Yesu anatumia huo mfano kufundisha. Sasa wanafunzi tena wakamuuliza. Sikiliza aya yake ya 9. Inasema wanafunzi wake wakamuuliza, maana yake nini mfano huo? Ina maana Yesu anapofundisha akitumia mifano, lazima watu wa Mungu wakatafute ni nini maana ya mifano hiyo. Maana katika kuelewa mifano hiyo wamejaliwa kuzijua siri za Mwenyezi Mungu. Na hayo ni maandiko matakatifu. Biblia imesema, Yesu amesema kwamba ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni. Sasa hao wanafunzi wanamwendea Yesu baada ya mafundisho, wanamuuliza ni nini maana ya mfano huo ambao ulifundisha. Ukiendelea kujifundisha kutoka pale Luka 8 ukianzia 10:11 ukiteremka pale, unapata kwamba Yesu alieleza ni nini mfano huo ulikuwa unamaanisha. Na maana sisi ambao tunaishi siku za mwisho, anasema Mungu katika kinywa cha Paulo, Warumi 15 aya yake ya 4, ya kwamba yote yaliyotangulia kuandikwa yameandikwa ili kutufundisha sisi, yanatufundisha sisi. Ina maana tunapofundishika na maneno ya Mwenyezi Mungu tangia zamani vile alivyokuwa anafundisha kwa kutumia manabii akitumia mifano, na pia Yesu anapofundisha akitumia mifano, hatutaweza kudanganyika kabisa. Na ndio maana ningependa tuingie katika fundisho kidogo tu la Isaya 4 aya yake ya 1, tuone vile watu wengi wameweza kulielewa hilo andiko visivyo, yani kinyume sana na Mwenyezi Mungu. Na imani ni nyingi duniani, ukumbuke. Haijalishi imani yako inasemaje, lakini imani ya kweli inapatikanaje? Wacha nikuchanue kwa wale wote ambao wanatamani kujifundisha kweli ya Mwenyezi Mungu. Sikiliza. Warumi 10 aya yake ni ya 17. Biblia inasema maneno yafuatayo. Inasema ya kwamba basi imani, nimefika, wacha nisome kwa jina la Yesu. Inasema basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Imani
inapatikanaje? Basi imani chanzo chake ni kusikia. Kumbuka neno la Yohana wa Patmo, Mwenyezi Mungu amezungumza kupitia kinywa chake, anasema heri asomaye na wao wayasikiao maneno ya unabii wa kitabu hiki. Paulo ameandika, anasema ya kwamba imani chanzo chake ni kusikiliza. Heri asomaye na wale wayasikiayo maneno ya unabii wa kitabu hiki ambacho ni Biblia takatifu. Anasema Mwenyezi Mungu ya kwamba basi imani ya kweli, imani inapatikanaje? Basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Neno la Kristo ndiyo kweli. Yaani kinyume na neno la Kristo, hiyo imani haijajengwa katika msingi ulio imara. Ninawaambieni kweli watu wa Mungu kutumia Biblia, ya kwamba imani ya kweli inapatikana kutokana na neno la Mwenyezi Mungu. Kinyume na neno la Mwenyezi Mungu, mawazo yako wewe, vile unavyodhania. Tumeona watu wengi ambao wameweza kujitafsiria maandiko, wanaeleza mambo yao. Yaani mtu anapokaa chini akapika kiugali kikubwa hivi akakula, ama anaposhiba, tumbo ikiwa sawa, ameshiba kabisa, anaweka miguu kwa meza, anajishika vizuri, anachukua kamera, anajirekodi, ama anatoa fundisho kulingana na vile ameelewa yeye. Yaani inamuelekeza zile vitu ambazo amekula, anakuja na mafundisho ambayo hayatokani na maandiko kabisa. Ndio maana Mwenyezi Mungu amesema kwamba nyakati za mwisho ni nyakati hatari. Timotheo wa 2:3 aya yake ni ya kwanza, ya kwamba nyakati za mwisho zitakuwako nyakati hatari. Unajua, utaweza fikiria udhani ya kwamba bado tunangoja nyakati za mwisho. Ndugu zangu, tunaishi katika nyakati za mwisho. Yohana wa kwanza 2 aya yake ni ya 18, Biblia inasema maneno yafuatayo. Usidhani ya kwamba bado tunangoja wakati wa mwisho, tunaishi nyakati za mwisho, na nitakuonyesha saa hii. Inasema Biblia katika Yohana wa kwanza 2, waraka wa kwanza wa Yohana 2 aya yake ya 18, watoto, ni wakati wa mwisho. Kwa hivyo tunaishi nyakati za mwisho. Tunaambiwa kwamba ni nyakati za mwisho. Sikiliza, amejifundisha ya kwamba imani ya kweli inapatikana aje? Kwa kusikiliza, na kusikiliza huja kwa neno la Kristo ambayo ni neno la Mwenyezi Mungu. 17:17 Yohana Injili, Yesu anasema watakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Yaani neno la Mwenyezi Mungu ndiyo kweli. Na hiyo kweli, watu wakikaa katika kweli ya Mwenyezi Mungu, wamejenga msingi wao katika imani iliyo thabiti. Yesu anafundisha katika Mathayo 7 aya yake 24 ya kwamba kuna wale watu ambao wanasikiliza neno lake na kushika. Wamefananishwa na watu wenye akili ambao wamejenga nyumba yao juu ya mwamba. Hata mafuriko au mvua ije au upepo au nini, hiyo nyumba haiwezi ikaanguka, maana imejengwa juu ya msingi ulio imara, msingi ulio thabiti ambao ni neno la Mwenyezi Mungu. Kinyume na neno la Mwenyezi Mungu, ndugu zangu, ninawaambia kwamba utakuwa umeondokea ukweli wa Mwenyezi Mungu. Huwezi ukajaliwa kuzielewa au kuzijua siri za Mwenyezi Mungu. Watu wanalichukulia jambo hili kama ni jambo la mzaha. Lakini kuna imani ambazo duniani wengi wamejiungamana nazo, wengine pasipo kujua, wengine wamejiingiza kwa kifua, wengine wanajipiga kifua. Na hiyo ni imani yetu. Hiyo ni imani yetu, hiyo ni kanisa yetu, na huyo ni pastor wetu. Sikiliza, mambo hayo matatu ambayo nimeyataja, watu wa Mungu wale ambao wanapenda kweli wakaweze kuwa makini sana, wajiepushe sana na mafundisho ya namna hiyo. Waefeso 4 aya yake ya 4, 5 na 6 inasema kwamba aya yake ya 5, Bwana ni mmoja na imani ni moja. Ina maana wote ambao wanamwamini Mwenyezi Mungu, imani yao ni moja. Imani yao ni ngapi? Ni moja. Sasa duniani kuna imani nyingi, na wakati mwingine Mungu akipenda tutazidi kujifundisha zaidi, lakini kwa sasa wacha tuingie kabisa katika hilo andiko la Isaya 4 aya yake ya kwanza bila kupoteza muda, kwa sababu ya muda. Mungu atujalie, Mungu atuongoze, na Mungu azidi kukubariki popote ulipo, wote ambao wanatufuatilia katika mitandao. 4:1 kitabu ni cha Isaya inasema, na siku hiyo. Siku gani? Siku za mwisho. Siku za mwisho. Tumeambia kwamba ni siku za mwisho. Na nataka ni kuonyesha ya kwamba hili andiko limetimia mbele ya macho yetu, lakini wengi hawana habari.
wengi kwa vile wamejitafsiria maandiko vile wanavyodhani, wamekaa chini wakakula vizuri wakashiba, wakaonelea kwamba hili andiko linamaanisha hivi. Na ndio maana leo duniani leo, kwa kukula vibaya, watu wamekula vibaya wakakaa chini, makanisa imekuwa mingi, kwa maana wamejitafsiria maandiko kivyao. Mtu anaelewa hivi, anafungua kanisa ingine, mwingine anaelewa hivi, anafungua lake lingine. Yani si kwa kusudi la kutaka kujifundisha maandiko, ni kwa sababu wameelewa hayo maandiko kulingana na vile akili zao, kutokana na zile vitu ambazo wamekula. Akili zao zimewaongoza ya kwamba kulingana na vile nimeelewa hili andiko, wacha nijitenge, wacha nitafute kanisa yangu, wacha nitafute washiriki. Sasa hapo ndio kunaanza kuwa na sarakasi. Sikiliza maandiko yanasemaje katika Isaya 4 aya yake ya kwanza. Mwenyezi Mungu anamaanisha nini? Inasema, na siku hiyo, siku za mwisho, wanawake 7 watamshika mtu mume mmoja, wakisema, tutakula chakula chetu na kuvaa nguo zetu wenyewe, lakini tuitwe tu kwa jina lako, utuondolee aibu yetu. Mungu uweze kutusaidia watu wakaweze kuelewa andiko hili, maana hili andiko limebeba ujumbe ambao ni wa siku za mwisho. Hili ni andiko ambalo Wakristo wengi, wana wako, wanapaswa kulielewa. Ina maana hawataweza kudanganyika. Ina maana watajaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni ikiwa wataelewa fundisho hili. Ikiwa ni Mwenyezi Mungu unanena kukutumia mifano, watu wako wanapoelewa mifano hii, basi hawataweza kudanganyika, maana watakuwa wamezijua siri za ufalme wa mbinguni. Basi ninaomba kwamba ukaweze kutuongoza Mwenyezi Mungu, ili kwamba fundisho hili watu wakaweze kulielewa na watu wakaweze kulishika, wasiweze kupotezwa na mawazo ya mwovu ibilisi. Jina la Mungu litukuzwe tunapoendelea kujifundisha kuhusu andiko hili. Andiko linasema kwamba na siku hiyo wanawake 7, wanawake 7. Sikiliza kwa mtazamo wa watu, kisha tutaingia katika maandiko. Mtazamo wa watu wanaposoma andiko hilo, wanajitafsiria, wanadhania vipi? Sikiliza vile watu wanasema. Na siku hiyo wanawake 7 watamshika mtu mume mmoja. Unajua, mara ya kwanza nilipokutana na andiko hili, nilisomewa na mchungaji ambaye sitamtaja, nitambana. Nilipokuwa katika imani nyingine, Biblia inasema kwamba kuna ibada za kutungwa, kuna imani ya namna nyingine, kuna injili ya namna nyingine. Maandiko yamesema, na Mungu awasaidie sana, Mungu azidi kutusaidia ili kwamba tufunue macho watu wa Mungu wakaweze kurejea katika njia ya kweli. Anasema Yeremia 6:16 ya kwamba simameni katika njia kuu mkaone, kisha baada ya kuona mkaulize habari ya mapito ya zamani. Na maana wale wote ambao watataka kujua mapito ya zamani ya baba zetu wa imani, pamoja na Yesu ambaye ni mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu, wa Ibrania 12 aya yake ya 2, na maana watu kama hao hawataweza kupotezwa. Simameni katika njia kuu mkaone, mkaulize habari ya mapito ya zamani, iwapi njia iliyo njema. Lakini kuna wale watu ambao wanasema ya kwamba hawataki kuenenda katika njia hiyo iliyo njema, ili kwamba ina maana hawataki kupata raha katika nafsi zao. Wale wote ambao watakubali kusoma Biblia hii, Biblia ina vitabu 66, Agano la Kale na Agano Jipya. Usitenge Agano la Kale ukakubalia Agano Jipya, ama usome Agano la Kale ukakataa Agano Jipya. Hapana, hii ni Biblia takatifu, neno la Mwenyezi Mungu. Tangia zamani limeunganishwa Agano la Kale na Agano Jipya. Naishi nyakati ambazo watu wameweza kuondokea mpango wa Mwenyezi Mungu. Sasa sikiliza, watu wanadhani kwamba kuna siku ambayo itafika ili kwamba mtu mume mmoja akaweze kujitwalia wanawake 7. Haya, siku hizi mimi ninaona hata mwanamke mmoja, anasumbua kabisa mume wake. Sasa inakuwaje mwanamume tena ifikie hatua gani tena? Ni siku gani hiyo ambayo watu wanangoja wanawake 7 wakuje washikamane na mtu mume mmoja? Ndugu zangu, acheni mchezo. Kuna wakati ambao nimesikiliza rafiki yangu mmoja, na analitumia hilo andiko kimzaha, analitumia akicheka, na watu wamejiingiza katika uasherati. Mtu anaoa bibi wa kwanza, wa pili, anaongeza watatu. Yani anapangilia wanawake ni kama anawaoa, yani anawapangilia kabisa, na wanalitumia hili andiko vibaya. Sasa leo tutalielewa linamaanisha nini, usiweze kudanganyika ukaingia katika mtego wa ibilisi.
Sikiliza ndugu zangu, maandiko yanasema kwamba na siku hiyo wanawake 7 watamshika mtu mume mmoja. Ai, wanawake 7 mtu mume mmoja, hiyo kitu mimi sijawahi ona. Na kwa wale ambao wanatarajia jambo hili lifanyike, wacha nikuchanue nikuambia kwamba ikiwa unangoja jambo hili lifanyike, utangoja na Yesu atakupata ikiwa bado haujajiandaa, maana unangoja siku. Na wote walio na mawazo kama hayo ya kwamba wanangoja wanawake wengi, wanawake 7 wakuja kwake, hiyo ni akili na mawazo ya uasherati, hiyo ni uzinifu. Unangoja wanawake haya, kwani wakati Mungu alipokuwa anaumba, akamuumba mwanamume ambaye ni Adam, alimuumbia wanawake wangapi? Neno la Mungu linasema ya kwamba mpende mke wako, mke mutii mume wako. Mume mpende mke wako, si wapende wake zako. Ukisoma Wakorintho wa kwanza chapter number 7 inaeleza kwa sababu ya zinaa kila mtu akaweze kuwa na kila mwanamume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke awe na mume wake mwenyewe. Na maana Biblia inaruhusu mmoja. Sikiliza, hiyo ni siku gani ambayo wanawake 7 watakuja kumshika mtu mume mmoja? Ni siku gani? Kisha watasema hao wanawake wakisema tutakula chakula chetu. Ni nini maana ya chakula? Tutajifundisha saa hii. Na kuvaa mavazi zetu na nguo zetu wenyewe, lakini tuitwe tu kwa jina lako, utuondolee aibu yetu. Tunaishi wakati ambao hata hiki kizazi wanawake wengi hawana hata aibu, wengine hawaone hata aya. Sasa ni wanawake wagani ambao tunangoja kwamba watajinyenyekesha kwa mtu mume mmoja na kusema kwamba waitwe tu kwa jina lake? Hiyo inapatikana wapi? Kizazi hiki ni kizazi ambacho ni hatari. Maandiko matakatifu yanamaanisha nini? Tunapoingia katika fundisho kwa ukamilifu, Mungu atusaidie sana, mapenzi yake yakaweze kutendeka ndani ya maisha yetu. Tuelewe ni nini Mwenyezi Mungu anajaribu kuzungumza. Mwenyezi Mungu anaeleza nini katika fundisho hili? Na katika siku hiyo, yani siku za mwisho, tumejifundisha kwamba tayari ni siku za mwisho. Wanawake 7, wanawake 7 inamaanisha nini katika maandiko matakatifu? Wanawake 7 women watamshika mtu mume mmoja. Ni nini maana ya mwanamke katika maandiko? Kuna mwanamke wa kawaida, mpende mume wako, mpende mtii mume wako, huyo mwanamke. Na pia kuna mwanamke mwingine ambaye Mwenyezi Mungu amesema, anatumia mifano. Ninarudia, Petro 2:1 aya yake ya 20 inasema, ukianzia 19, nasi tuna lile neno na unabii lililo imara zaidi, ambalo tukiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, tutafanya vyema mpaka kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwetu, tukifahamu neno hili ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Ina maana Biblia inapotumia mifano, hatupaswi kuitafsiri kama vile sisi wenyewe tunavyodhani. Maandiko yanasema kuna wanawake 7. Wanawake, nini maana ya mwanamke katika maandiko matakatifu? Tunasoma kitabu ni cha Waefeso 5 aya yake tukianzia 21, 22 na 5 tutasoma na 32. Kitabu ni cha Waefeso. Biblia inasema maneno yafuatayo: Mungu akazidi kuwabariki watu wa Mungu. Tuzidi kusoma, tudumu katika kukesha na kusoma neno la Mwenyezi Mungu. Inasema 5 Waefeso aya yake 22. Nasema, enyi wake, sikiliza sasa, enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu Yesu Kristo. Naishi wakati ambao wanawake wengi hawawatii waume zao. Yaani ukiingia kwa nyumba, mwanamke yuko kama mwanamume. Yaani utapata ni wanaume wawili. Kwa lugha ambayo inaeleweka, ni mwanamke lakini ni mwanaume. Ina maana hawezi akamtii mume wake. Na tunaambiwa kwamba wanawake, enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu, kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa. Haya, mume ni kichwa cha mkewe, si kwamba mke ni kichwa cha mumewe au wote ni vichwa. Hapana, sikiliza maandiko. Maandiko yanasema kwa maana mume ni kichwa cha mkewe. Mume ni kichwa cha mkewe na Kristo ni kichwa cha mume.
Ina maana aliye juu ni Kristo, kisha mwanaume, kisha mwanamke. Sikiliza aya yake 25, inaendelea ikisema hivi: enyi waume wapendeni wake zenu. Ala, enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa. Sikiliza, akajitoa kwa ajili yake. Enyi waume wapendeni wake zenu, nanyi wake watiini waume zenu. Ina maana mwanamke unafaa kumpenda mke wako. Tunaishi nyakati ambazo wanaume wamewadharau mpaka na wake zao. Wengine wanawaheshimu wasio wake zao, wanawaita majina mazuri mazuri yenye hawawezi wakawaita wake zao. Ukienda kule nje, ni mwanaume chairman wa bodaboda ama chairman wa wapi, anafanya kazi huko nje mitaani, anatoka akiwa amevaa suti, mke wake amemuandaa. Haya, anaenda kule, yale majina ambayo angeita mke wake kwa nyumba anaenda kuita wasichana wa kule nje, yani wale ambao wanatembeza chakula, wanaleta chakula, wanatembeza sijui vyakula, wale ambao kidogo wanaleta chakula wakitembeza, wale wanacheka na wao, wanafanya mizaa na si wake zao. Ukumbuke, wanawaita majina ambayo yanawapasa wake zao, lakini si wake zao. Huo sio mpango wa Mwenyezi Mungu. Mungu anasema ya kwamba enyi waume wapendeni wake zenu, wapendeni wake zenu, nanyi wake watiini waume zenu. Wanawake wanatii wale ambao wao wenyewe wanajiangalilia wao wenyewe, wale ambao wanajua kwamba wako na kipato, wale ambao wanajua kwamba wako na magari, yani wako na mali. Wanawake wanataka kuwatii wale, lakini si mpango wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema ikiwa ni mume wako umeolewa naye, tii mume wako, mtii mume wako, tii mume wako. Wakristo wengi wameaminishwa mambo ambayo katika mpango wa Mwenyezi Mungu sivyo yalivyo. Yani unapata kwamba ni mwanamke na ni wa kanisa, lakini anamtii hata mchungaji wake kuliko mume wake. Unamtii pasta kuliko mume wako. Haya, Biblia inasema kwamba watiini waume zenu. Unaheshimu hata pasta kuliko kuliko mume wako. Unatii pasta kuliko mume wako. Unafika nyumbani, mzee wako anakuambia kwamba umwekee hata kama ni chakula, amechoka, ama umfanyie jambo fulani maana wewe ni mkewe, lakini hauna ile kutii. Hakuna ile kutii ndani yako, unajibizana naye. Lakini akitokea mchungaji, utaenda mpaka ukope na kile kitu ambacho mchungaji utamheshimu na ni kwako, kwa mume wako. Huo sio mpango wa Mungu. Shetani amewadanganya watu wengi, lakini wengi wanafanya pasipo kujua. Mungu awasaidie sana. Maandiko yanasema kwamba enyi waume wapendeni wake zenu. Sasa sikiliza mfano huo. Nini maana ya mwanamke? Aya yake ya 32 inasema, Waefeso 5 aya yake ya 32, ya kwamba siri hiyo ni kubwa. Ala, kumbe ni siri. Ilikuwa ni mfano, kumbe ni siri. Yesu amesema ya kwamba ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni. Anasema kwamba ni siri. Haya, siri hiyo ni kubwa. Siri ya mwanamume kumpenda mkewe na mwanamke kumtii mume wake, hiyo ni siri ambayo ni kubwa. Kwani alikuwa anamaanisha nini? Si usikilize. Inaendelea ikisema ya kwamba siri hiyo ni kubwa, ila mimi Yesu nanena habari ya Kristo na kanisa. Huyu ni Paulo. Samahani. Siri hiyo, siri ya mwanamume na mwanamke ni kubwa, ila ananena habari ya Kristo na kanisa. Ina maana Kristo ni mume na kanisa ni mwanamke. Mwanamke anawakilisha kanisa na mwanamume anawakilisha Kristo. Kwa hivyo mwanamke ni kanisa. Ukirudi Isaya 4 aya yake ya kwanza inasema kwamba na katika siku hiyo wanawake 7 watamshika mtu mume mmoja. Ina maana kwanza mwanamke ni kanisa, anasimamia kanisa. Katika siku hiyo wanawake 7, yani makanisa 7 watamshika mtu mume mmoja. Ala, wanawake tena ni 7. Nini maana ya 7 katika maandiko matakatifu? Lugha ya Biblia, Mungu ameweka wazi ndugu zangu. Nini maana ya wanawake 7? Yaani nini maana ya makanisa 7? 7 inamaanisha nini? 2:1 kitabu ni cha Mwanzo, maandiko yanasema hivi: basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote.
na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Ina maana hapa saba inamaanisha ukamilifu, na katika siku ya saba Mungu alimaliza, alikamilisha, yani ni utimilifu. Alimaliza inamaanisha alikamilisha. Saba katika maandiko inamaanisha ukamilifu ama utimilifu, ukamilifu ama utimilifu. Ukisoma Mwanzo 41 aya yake ya kwanza ukienda hadi ya 8, tunapata kwamba kuna ndoto ya kiunabii ambayo imetokea Farao, ambayo imetimia juu ya miaka 7 ya mavuno na miaka 7 ya njaa. Yani inatimia hiyo ndoto, inatimia. Yani 7 inamaanisha utimilifu, 7 inamaanisha utimilifu. Ukisoma Ufunuo Yohana 3 aya yake ya kwanza tunapata historia ya makanisa 7. 3 kuanzia samahani, sio 3, Ufunuo Yohana 2, Ufunuo Yohana 2 kuanzia 1. Mungu atukuzwe. Kwanza ukisoma Ufunuo Yohana 1 aya yake ni ya 10 na 11, ukiendelea kusoma pale ni historia ya makanisa 7, yani ni makanisa 7, Efeso hivyo mpaka Philadelphia mpaka Laodicea. Laodicea ni kanisa la mwisho. Ina maana 7 inamaanisha utimilifu, makanisa 7, historia ya makanisa 7. 7 inamaanisha utimilifu, yani inakamilisha, ukamilifu, utimilifu, inakamilisha kabisa. Ukisoma Wafalme wa Pili 5 ukianzia aya yake ni ya 10, kuna kisa kimoja ambacho Elia alimwamuru Naaman akaende akanawe ndani ya mto wa Yordani mara 7. Hani Naamani alikuwa anaugua nini? Naamani alikuwa na ugonjwa ambao Elia alimwambia ya kwamba leprosy, aende akanawe katika mto wa Yordani, anawe mara 7. Na alipoenda akafanya hivyo, alipotii akaenda akafanya hivyo mara 7. Haya, si alipona? 7 inamaanisha utimilifu, yani inakamilisha. Maandiko yamesema aje katika Isaya 4 aya yake ya kwanza, fuatilia kwa makini. Biblia imesema kwamba na katika siku hiyo, siku za mwisho, wanawake 7. Ina maana wanawake, makanisa yote, yani imekamilika makanisa yote, yote si 7. 7 inamaanisha utimilifu, yani yote imekamilikia pale. Makanisa yote katika siku za mwisho watafanya nini? Tunarudia Isaya 4 aya yake ni ya kwanza. Isaya 4 aya yake ya kwanza. Ndugu zangu, maandiko matakatifu yanasema maneno yafuatayo tunapo karibia kumaliza. Biblia inasema ya kwamba na katika siku hiyo wanawake 7 watamshika mtu mume mmoja. Kisha ina maana makanisa 7, makanisa yote watamshika mtu mume mmoja. Mume ni nani? Mume ni nani? Wa Efeso 5 aya yake ya 23. Watamshika mtu mume mmoja. Haya makanisa yote, huyu mume ambaye makanisa yote wanamshika ni nani? Usifikirie kwamba ni John, ni Michael, ati ni Gilbert. Hapana. Wewe ati Gabriel, ati Onyi. Hapana. Makanisa 7, makanisa yote watamshika mtu mume mmoja. Huyo mume ni nani? Soma kitabu cha Waefeso 5 aya yake ni ya 23. Biblia inasema maneno yafuatayo. Nimefika, ninasoma kwa jina la Yesu Kristo. 5 aya yake ya 23 inasema Biblia, kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, maana Kristo naye ni kichwa cha kanisa. Haya, kwa hivyo mume ni Kristo, anawakilisha. Siri hiyo ni kubwa. Nami na aya yake ya 32 wa Efeso 5, nami nanena habari ya Kristo na kanisa, mwanamume na mwanamke, Kristo
na kanisa. Mwanaume Kristo, mwanamke kanisa. Mume ni nani? Makanisa yote watamshika Kristo. Haya, kumbe ni rahisi hivyo. Makanisa mengi watamshika Kristo. Kisha watafanya nini? Sikiliza, kama hilo andiko limetimia au bado watu wanangoja litimie. Inasema tutakula chakula chetu. Haya, wanawake wengi ati watakula chakula chao wenyewe, watajitafutia, watakula chakula chao wenyewe. Chakula, na si chakula tu, sikiliza, wanasema kwamba na kuvaa nguo zetu wenyewe. Baada ya kukula chakula chao wenyewe, watavaa nguo zao wenyewe. Ina maana mume hausiki popote katika mavazi yao au chakula chao. Nini maana ya chakula katika Biblia takatifu? Tunasoma kitabu ni cha Yohana 6 aya yake ya 35. Yohana 6 ukianzia 35, Yesu anasema maneno yafuatayo. 6:35 tutasoma pia na 48. 6:35 kitabu ni cha Yohana Injili. Inasema Biblia ya kwamba Yesu akawaambia, mimi ndimi chakula cha uzima. Yesu anasema kwamba yeye ndiye chakula cha uzima. Aya yake ya 48 Biblia inasema kwamba mimi ndimi chakula cha uzima. Yesu anasema yeye ndiye chakula cha uzima. Kumbuka, haya ni makanisa yote ambayo watamshika Kristo. Kisha wanasema watakula chakula chao. Chakula, Yesu anasema kwamba yeye ndiye chakula cha uzima. Kwani Yesu ni nani? Yohana Injili 1 aya yake ni ya kwanza, kama Biblia inavyosema. Ukisoma naye aya yake ni ya 14, inasema kwamba, ukisoma aya yake ya kwanza, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, neno alikuwako kwa Mungu. Huyo ni Yesu. Ati ni Yesu. Si uache ituambie Biblia yenyewe. Aya yake ya 14 inasema, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukaona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Huyo ni Yesu. Huyo ni Yesu. Yesu ndiye neno. Na neno la Mwenyezi Mungu ni nini? Yohana Injili 17 aya yake ya 17, Biblia inasema kwamba watakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Yesu anasema katika 14 aya yake ni ya 6 Yohana Injili ya kwamba mimi ndimi njia na kweli na uzima. Ina maana neno la Mwenyezi Mungu ni kweli. Yesu anasema yeye ndiye kweli, na kweli ni neno la Mwenyezi Mungu. Asikia hiyo? Watamshika Kristo, watakula chakula chao, yaani watatafuta mafundisho mengine ambayo ni kinyume na neno la Mwenyezi Mungu. Imani ya kweli inapatikanaje? Ninarudia 10:17 unayenifuatilia. Inasema Warumi ya kwamba imani ya kweli inapatikana kwa kusikiliza na kusikia huja kwa neno la Kristo. Zingatia hilo jambo, neno la Kristo ambayo ni Biblia. Hiyo ndiyo imani ya kweli. Yesu amesema ya kwamba nyakati za mwisho, Timotheo wa kwanza 4:1, Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani ya kweli. Wakijitenga na imani ya kweli inayotokana na kusikiliza neno la Mwenyezi Mungu, watajitenga na imani ya kweli. Wengine watajitenga na imani wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Ina maana kinyume na maandiko ya Mwenyezi Mungu, utakuwa unafuata maagizo au mafundisho ya mashetani. Na maana imani ya kweli inajengwa kwa msingi wa Biblia, maandiko matakatifu. Yesu anafundisha, anatumia mifano. Yohana anarekodi ya kwamba Yesu ndiye njia, kweli na uzima. Yesu amesema mwenyewe ya kupitia kwa kinywa chake mwenyewe. Anarekodi Yohana, mwanafunzi wa Yesu. Sasa katika siku hiyo, siku za mwisho, makanisa yote watamshika Kristo. Wanasema watakuwa na chakula chao, yaani watakuwa na mafundisho yao. Watakuwa na mafundisho yao, yaani wataondokea imani ya kweli. Wao wanajiitanisha na Kristo, yaani sisi ni wa Kristo. Sisi ni wa Kristo. Watajiitanisha na jina la huyo mume, yaani Kristo. Makanisa yote duniani wanasema kwamba ni wa Kristo. Wao wanamjua Yesu,
Wengi wanasema Bwana, 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 Mungu, Yesu. Wanamtaja Mungu kwa vinywa vyao, wanamtaja Yesu kwa vinywa vyao. Ina maana andiko hilo limetimia ya kwamba haya makanisa yote watamshika mtu mume mmoja, yani Kristo. Wanasema kwamba watakuwa na mafundisho yao, yani watakula chakula chao. Ni nini maana ya mavazi? Maana wamesema baada ya kula chakula chao tutavaa mavazi yetu wenyewe, nguo zetu wenyewe. Si wache nisome Isaya 4 aya yake ni ya kwanza. Biblia inasema ya kwamba kuna wanawake ambao, yani kuna makanisa ambayo wamemshikilia Kristo. Makanisa yote ni wa Kristo, wamemshikilia Kristo. Wanasema watakuwa na mafundisho yao, kisha watajivalisha nguo zao wenyewe. Imesema hivyo, tutakula chakula chetu na kuvaa nguo zetu wenyewe. Nini maana ya nguo? Ni nini maana ya nguo? Si nguo za kawaida hizo watu tunaona wamezo, sio hizo dresses wanawake wanavaa hizo. Hapana, skirts, dresses, nini. Wengine wetu haya, wengine wamepiga hatua, wanavaa mavazi ya wapasayo wanaume. Tutakuja hapo siku nyingine. Maandiko yanasema kwamba watavaa mavazi yao wenyewe. Nini maana ya mavazi kwa mujibu wa maandiko matakatifu? Ufunuo Yohana 19 aya yake ni ya 8. Ufunuo Yohana 19 aya yake ni ya 8. Maandiko matakatifu yanasema hivi: naye amepewa kuvikwa, tuanzie aya yake ya 7 nzuri, na tufurahi tukashangilie tukampe utukufu wake, kwa maana harusi ya mwana kondoo imekuja na mkewe amejiweka tayari. Naye amepewa kuvikwa kitani nzuri ing'arayo safi. Kuna nguo ambayo amevalishwa. Leo wanapofanya harusi wanawake, kuna nguo inaitwa gown wanavalishwa. Wanachukua, wengine wanahaya, wengine wananunua, wanavaa kuonyesha kwamba huyu ndiye bibi harusi. Huyu ndiye bibi harusi ambaye bwana harusi anakuja kufanya harusi naye. Sasa huyu ni mwanamke ambaye amejiweka tayari, kisha amepewa kuvikwa kitani nzuri ing'arayo safi. Yani amepewa nguo smart ya bibi harusi. Amepewa kuvikwa kitani nzuri ing'arayo safi. Kwani hiyo nguo safi inamaanisha nini? Inaendelea, inasema ya kwamba kwa maana kitani nzuri hiyo ama nguo hiyo safi ni matendo ya haki ya watakatifu. Ufunuo Yohana 19 aya yake ya 8, ya kwamba kitani nzuri hiyo ing'arayo safi, yani hilo vazi ambalo amelivalia huyo mwanamke ambaye ni bibi harusi ni matendo ya haki ya watakatifu. Na ndio maana wacha sasa tupitie hilo andiko. Haya ni makanisa yote 7, inamaanisha utimilifu. Wamejiitanisha na Kristo, yani ni wa Kristo. Kisha wanasema watakula chakula chao, yani watakuwa na mafundisho yao kinyume na Biblia. Nitakuonyesha saa hii mwanamke maana yake ni kanisa. Nitakuonyesha kanisa moja saa hii. Nitakuonyesha saa hii. Haya, inasema watamshika mtu mume mmoja, haya makanisa. Kisha watasema watakula chakula chao, watakuwa na mafundisho yao wenyewe, watavaa nguo zao wenyewe. Yani matendo yao hayatokani na matunda ya Roho Mtakatifu ambaye ni Roho wa Mwenyezi Mungu. Matendo yao hayaandamani na wao. Matendo yao, Yesu anasema kwamba mtawatambua kwa matunda yao. Ina maana kile ambacho kiko ndani yao mtawatambua kwa matendo yao. Na ndio maana leo makanisani wengi wanamkiri Yesu, nimeokoka, Yesu ni Bwana, lakini matendo yao ni matendo machafu, lakini wanajiitanisha na Kristo. Hilo andiko limetimia. Yesu anasema ya kwamba wengi watasema, Bwana, Bwana, tulifanya miujiza kwa jina lako, tukatoa pepo, tulikufanyia Mwenyezi Mungu kazi, tulihubiri kwa jina lako. Yesu anasema aje? Ndipo nitakapowaambia dhahiri. Mathayo 7 aya yake 21 na 22 na 23. Ndipo nitakapowaambia dhahiri, ondokeni kwangu nyinyi mtendao maovu, sikuwajua ninyi, siwajui ninyi. Na ni wa Kristo. Wanasema walikuwa wanafanya kazi kwa jina la Bwana. Isaya 4:1 ninakuambia imetimia. Yani makanisa yote, nitakuonyesha kanisa moja saa hii, na ni kubwa, na ni imani hiyo ni imani. Tumeambiwa imani ni moja, lakini duniani leo imani zimekuwa nyingi. Andiko limesema kwamba watajitenga na imani.
wakishajitenga na imani watatafuta mafundisho ya mashetani. Wacha nikuambie fundisho lingine hapa moja. Nina kitabu kidogo hapa ambacho cover yake niko nayo. Hiki ni kitabu ambacho kinaitwa Catechism ya maswali na majibu, inayotokana na Catechism ya Kanisa Katoliki. Hii ni imani moja kubwa duniani. Hii ni imani Catechism ya maswali na majibu inayotokana na Catechism ya Kanisa Katoliki. Ninakuonesha saa hii. Maandiko yamesema kwamba mwanamke anawakilisha kanisa. Sasa hao wanawake wote, yani makanisa yote, ninakuonyesha moja ya mwanamke moja. Wacha nikuonyeshe. Si ni hii imani, si ni hii kanisa. Kwa hivyo huyu ni mwanamke. Wacha nikuonyeshe moja. Katika ukurasa wake wa 13 wanasema wao ya kwamba Mungu ametueleza, amewaeleza ukweli mwingi kumuhusu yeye binafsi na pia juu ya viumbe vyake. Takuonyesha kwa hapa. Wanasema kwamba Mungu amewaeleza ukweli mwingi kumuhusu yeye mwenyewe na pia kuhusu viumbe vyake. Ukweli huu unaitwa ufunuo, wanasema. Na ni kweli. Ufunuo wa Yesu Kristo aliyopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwako upesi. Naye akatuma kwa mkono wa malaika naye akampa mtumishi wake Yohana. Ufunuo Yohana 1:1 hiyo. Sasa hawa wanasema huu ni ufunuo. Mungu neno lake ni ufunuo. Ukweli huu unaitwa ufunuo. Hata sisi tunakubaliana nayo, na mimi binafsi nakubaliana nayo. Sikiliza mahali kuna shida. Wanasema ukweli huu unaitwa ufunuo. Ufunuo hupokezwa kutoka kizazi kimoja kwa kizazi kingine kwa njia ngapi? 2. Ati kwa njia ngapi? 2. Ufunuo, yani ukweli kwa watu kwa njia ngapi? 2. Sikiliza. Ya kwanza kupitia Biblia na kupitia mapokeo. Ni hiyo. Ni kitabu chao. Hiki ni kitabu chao. Hii ni imani. Huyu ni mwanamke kwa mujibu wa maandiko. Yaani anasema ya kwamba ukweli huu Mungu anaupitisha kufikia watu wake kutumia njia ngapi? 2. Mimi ninatambua Biblia. Hawa wanasema ya kwamba ya kwanza ni Biblia, ya pili ni mapokeo. Leo ndio utaona maajabu. Ati ya kwanza ni Biblia. Tunakubaliana na hiyo. Maana Mungu amesema katika Isaya 34 aya yake ya 16, tafuteni katika kitabu cha Bwana mkasome. Hakusema tafuteni katika kitabu cha Bwana na mtafute pia katika hadithi ama vitabu vya kanisa. Sikiliza, tafuteni katika kitabu cha Bwana mkasome. Haya, katika kitabu cha Bwana. Hawa wanasema na kupitia mapokeo. Waacha wao wenyewe wajinase, watuambie mapokeo ni nini wao. Alafu tutauliza Mwenyezi Mungu mapokeo ni nini? Maana Biblia ni neno la Mwenyezi Mungu. Tumeambiwa tutafute katika kitabu cha Mwenyezi Mungu, yani Biblia, neno la Mwenyezi Mungu. Hawa wanasema Mwenyezi Mungu huo ukweli anatumia njia ngapi? 2 kueleza. Ya kwanza ni Biblia, ya pili hatukupitia mapokeo. Wacha wenyewe watuambie mapokeo ni nini. Aya yake ni ya 15. Ndio hii. Swali la 14 wanauliza mapokeo ni nini? Mapokeo ni nini? Ndio hawa